Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema nchi yake itajiunga na Umoja wa Ulaya EU ifikapo mwaka ujao. Wazo hilo tayari limezua hitilafu miongoni mwa baadhi ya wanachama wa EU. Katika chapisho lake la ukurasa wa X siku ya jana Jumanne, Rais Volodymyr Zelensky alisema alikuwa amejadili mazungumzo ya hivi majuzi na viongozi wa Umoja wa Ulaya. Mazungumzo hayo kimsingi yalilenga masuala ya kijeshi, lakini pia yaligusa dhamana ya usalama. Alisema kujiunga kwa Ukraine katika Umoja wa Ulaya ni mojawapo ya uhakikisho mkuu wa usalama, sio tu kwetu, bali pia kwa Ulaya yote, aliandika. Ndio maana tunazungumza kuhusu tarehe madhubuti, mwaka 2027, na tunategemea msaada wa shirika kwa msimamo wetu. Siku chache zilizopita, baadhi ya viongozi wa Umoja wa Ulaya walipinga mpango wa kuharakisha ombi la Ukraine. Miongoni mwa viongozi hao ni pamoja na Viktor Orban, waziri mkuu wa Hungary, ambaye ameweka wazi kwamba hakubaliani na mpango huo. Mimi si shabiki wa njia ya haraka, vigezo vya kuingia lazima vizingatiwe, alisema, na kuongeza kuwa masharti yanapaswa kuwa sawa kwa kila mtu, anasema waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban, ambaye kwa muda mrefu amekuwa akipinga harakati za Ukraine kupitia rais wake Volodymyr Zelensky, ambazo zimehusisha sana Umoja wa Ulaya pamoja na baadhi ya viongozi ambao wametoa fedha nyingi kwa ajili ya kuisaidia Ukraine. Orban amepinga kwa kiasi kikubwa kuunganishwa kwa Ukraine katika Umoja wa Ulaya, akisema hii itakuwa ni moja kati ya sababu zitakazowezesha kutomalizika kwa vita hivyo. Wanachama unaofuatiliwa kwa haraka wa Ukraine unaripotiwa kuwa sehemu ya mpango wa ujenzi mpya wa mafanikio unaoungwa mkono na Marekani, ambao ulisambazwa kwa faragha kwa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya na Tume ya Umoja wa Ulaya wiki iliyopita. Waraka huo uliwapa viongozi wa EU kusitisha kutokana na jinsi ulivyounganisha rasmi kujiunga kwa Ukraine na mchakato wa ujenzi wake badala ya kutokana na gharama yake kubwa, kulingana na shirika la habari la Politico. Wiki iliyopita waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban alikashifu pendekezo hilo ambalo alisema linatoa wito kwa EU kuipatia Ukraine euro bilioni 800 kwa ajili ya ujenzi mpya wa nchi hiyo na euro bilioni 700 zaidi kwa mahitaji ya kijeshi katika miaka 10 ijayo. Nisikilizeni sasa kwa sauti kubwa na wazi, Hungary haitalipa hili, aliandika kupitia ukurasa wake wa X. Lakini pia amepuuza wazo la kuiruhusu Ukraine ijiunge na Umoja wa Ulaya, akisema kwamba hakuna bunge la Hungary lingepiga kura ya kujiandikisha katika miaka 100 ijayo. Orban amesimama kwa muda mrefu kupinga ombi la Ukraine, akisema kuwa kujiunga kwa umoja huo kungeweka kambi hiyo katika hatari ya makabiliano ya moja kwa moja na Urusi. Moscow imesema kwa muda mrefu kwamba haipingani na Ukraine kujiunga na EU. Hata hivyo, ya Kiev kujiunga na NATO pamoja na EU ni mstari mwekundu na moja ya sababu kuu za mzozo wa sasa, kulingana na Urusi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu nini ambacho kinajiri katika ulimwengu.